Usisahau kusubscribe, kulike na kushare Costa TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wao namba 184 wa ligi kuu ya NBC Young Africans dhidi ya Simba uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio hilo tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara 15 ya ligi kuu kuhusu utaratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maafisa wake wa mchezo, match officials hapo sasa. Iliwaagiza ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Tunaelewa. Kwa maana baada ya kupokea taarifa, response ya kwanza ilikuwa ni kuwasiliana na match officials ambao walishuhudia kwa kitu. Kwamba je kweli ili wakishapewa taarifa ya hilo tukio waitishe kikao cha dharura. Sio, naelewa mpaka hapo baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara 15 ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yeyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hiyo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ya ligi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi na na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo huo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 ibara ya kwanza kifungu cha 3 ya ligi kuu kuhusu kuahirishwa mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Baada hapo bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Sawa, hiyo taarifa ambayo ilitolewa sasa na bodi ya ligi. Wananchi wao wakaja wakajibu kwamba uongozi wa Young Africans unapenda kutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 mwezi wa 3 2025 dhidi ya Simba saa 1:15 usiku upo pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young Africans kama mwenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelezwa kwenye kanuni ya ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Young Africans utapeleka timu uwanja Benjamin Mkapa kama inavyoelezwa kwenye kanuni, na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Yanga. Nani hao walio nani? Yanga hao sasa. Yanga, si ndio? Pamoja na bodi ya ligi kuahirisha, lakini Yanga wakaendelea kualika watu kuja kushiriki wakiamini dabi ipo pale kama ilivyopangwa mwanzo. Costa, watu wametoka mbali, wameshakata tiketi zao. Ujue mechi ya Simba na Yanga sio mechi ya kwenda kukatia tiketi pale uwanjani. Ulikuwa unatakiwa uliangalie na hilo yani. Bodi ya ligi walishajichanganya. Unalia Simba. Lakini coach, bodi ya ligi walishajichanganya yani.
kwa hili swala hawatoki bodi ya ligi. Wao ndio wamesababisha mpaka sasa hivi hiki kitu kitokee. Kocha, kwenye kanuni hapa namba 34 nilikuwa napitia, nimeipata namba 31 kutokufika uwanjani, ambao Yanga inamuhusu tarehe 15. Kanuni sasa itairudia 31 na iruka, naenda kwenye 34 kuahirisha mchezo. Ndio kocha alikuwa anasema kwamba unaahirishaje mchezo. Sasa tusikizane kwa makini ili tuweze kuona. Moja, kanuni namba 34 ibara ya kwanza, mchezo unaweza kuahirishwa kutokana na sababu yoyote kati ya zifuatazo. Ndio. 1.1 endapo timu ya taifa inacheza. 1.2 endapo timu inashiriki katika mashindano ya kimataifa na ina muda usiozidi siku 3 kufikia mchezo wa kimataifa. 1.3 sababu ya dharura au na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. 1.4 endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa binadamu, force major, ndio yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika. 1.5 endapo wachezaji wasiopungua 3 wa klabu moja wataitwa kushiriki mchezo wa timu ya taifa. Ibara ya pili, mchezo wowote ulioahirishwa chini ya kanuni namba 34 mabano 1.1 dash 1.3 utapangwa tena katika tarehe itakayoamuliwa na TPLB, isipokuwa kama utaahirishwa chini ya kanuni namba 34 mabano 1.4 utachezwa siku inayofuatia au muda mwingine wa karibu zaidi kadri ratiba inavyoruhusu. Iwapo, ibara ya 3, iwapo mchezo uliahirishwa na kuvunjika kwa sababu ya matukio ya dharura yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika, utapangwa kuchezwa kwa muda uliosalia kuanzia dakika ya tukio ulipovunjika, ukiwa na wachezaji na waamuzi wale ambao yalifungwa na kadi adhabu zilizoonyeshwa. Taarifa ya maombi ya kawaida ya kuahirishwa mchezo ni lazima itolewe kwa maandishi si chini ya siku 14 kabla ya siku ya mchezo, isipokuwa kwa sababu zilizo nje ya uwezo wa binadamu au dharura. Na malizia 5 Costa. Hii ruhusa ya ruhusa ya wachezaji wanaoteuliwa kucheza timu ya taifa. Hii kidogo kwa Yanga itakuwa lakini tustiki hapo. Mwisho hapo zipo ibara 5 tu. Hii nyingine ya mwisho ni kuhusu timu za vijana. Sasa kuna sehemu umeona kuahirishwa mchezo kwa inabidi TF na bodi ya ligi watoe taarifa. Kuna sehemu umeiona kwa inabidi tukae chini tuzungumze. Hapo hamna. Sasa hii ambapo kwenye sababu ya dharura, ibara ya kwanza kifungu cha kwanza pointi 3, sababu ya dharura na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. Walipewa na Simba wakaona na msingi. Si ndio? Ile ya kuzuiliwa. Kuzuiwa kufanya. Wameelezea hapo kwamba kuna wale mabouncer ambao watakuwa inasadikika kama kwa upande mwingine. Wakaonekana upande mwingine. Wakaamua kuahirisha. Yaani sio kuahirisha, wakaamua kuahirisha. So, lakini sababu za msingi ndio hiyo kweli inatosha kuahirisha mechi kisha tu watu wamezuiliwa kufanya mazoezi. Na jeshi ya usalama. Na je, yenyewe utaratibu wenu? Wametaja issue ya usalama. Usalama ulikuwaje? Baada ya kuwasiliana na maafisa usalama. Wamemkamata yoyote ambaye tulimuhisi anaweza kuleta taharuki. Paragraph ya mwisho alikuwa anatia fujo pale. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Kwa kwamba kuna matukio ya uvunjifu wa amani yanatokea. Baadhi ya matukio ambayo yani uchunguzi wake hauwezi kukamilika kwa ule wakati. Kwa ule miezi 3 hii. Vipi bado wako under investigation, uchunguzi anda uchunguzi kalimalizia hapa ndo Maranga. Bado tu yani au ni investigator first teacher na kwani Faridi. Sisi yani unajua watu yani hizi arguments sisi wanabidi watu waelewe kwamba hatusemi kilichofanyika ni sahihi. Ila katika mchakato wa kutafuta solution na haya yote lazima tuangalie vichaka. Lazima
Watu wanajificha. Kwani swali, kuna sehemu watu wanajichomeka. Wanaofanya uchunguzi ni akina nani? Sasa kwa sababu kuna vitu kama hivi vya uhalifu. Kwani bodi ya ligi ndio inafanya uchunguzi au bodi ya ligi inachukua ule ushahidi Costa unapelekea kila mchezo na afisa salama watu wa usalama? Sawa. Okay. Kila mchezo na afisa salama wa mchezo ambaye yeye pia huwa anatoa ripoti yake kutokana na mazingira ambayo ya mchezo husika yalivyokuwa. Lakini kama afisa salama aliweza kutoa kwamba haya matukio yaliopo yanahitaji muda, si ndio? Ili yaweze kukamilika. Ni afisa usalama kutoka TPRB au huyu kutoka kwenye chombo cha Dora. Tuchukulie mfano labda uchunguzi unahitaji miezi 10. Mimi swala langu liko wapi? Yani ndio waliotoa hiyo kauli. Tuje tumtafute Hashim. Hashim ujue ndio afisa usalama wa TFF na bodi ya ligi. Hashim ndio unaweza ukatupatia nani zake hapa? Pengine kama wana mawasiliano yake alafu tuanze kuhangaika naye haraka hapa. Generator. Yani bodi ya ligi kuzungumza ishu ya usalama nadhani uzito ndio ulikuwa hapa. Lakini doubt imekuja ni kwamba hawajatoa ripoti sasa. Yani hatujui swala hilo ambalo uchunguzi wake ulikuwa uwezo kukamilika kwa ile siku umeishia wapi. Yani hiyo ndo ukakasi uko. Yani ndo hapo sehemu ambayo ipo. Na hao watu ambao kwenye ripoti hapa naonyesha walibainika kwa sura. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy. Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6, QT, A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo, tupo Dar es Salaam, karibuni nyote.